الحمد لله شكرا على نعام منه تترى، نحمده سرا وجهرا وبالغدو والآصال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Watukufu wa Islam, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika baada ya Sidratil Muntaha akaagana na Jibrail alipomuuliza ayatruku sahibun sahibahu fi hadha almakan, hivi rafiki atamwachaje rafiki yake katika sehemu hii hapa? Wewe ndo ulonichukua huko ukanipandisha juu ya buraq, tukafika Masjidul Aqsa, kaandaliwa kinywaji, nikachagua maziwa, nikaambiwa nimechagua fitra, nikawasalisha, nikapanda na wewe, kila mbingu tunakaribishwa pamoja. Tumefika hapa sasa, ayatruku sahibun sahibahu fi hadha almakan, vipi unaniacha pweke? Akamwambia, ya Muhammad, amma ana, mimi Jibril, in khatautu ihtaraqtu, nikipiga hatua hapa niliposimama basi nitaungua mimi mzima, nitabakia majivu kwa nuru iliyokuwa hapa. Amma anta ya Muhammad, ama wewe Muhammad, idha khatauta ihtaraqta, ukipiga hatua wewe utapenya, utakwenda, kwa sababu wewe umepewa uwezo wa kupenya hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam likamchukua wingu likampeleka ila makanin sami'a fi club, akafika mahali ambapo alizisikia harakati za kalamu ikifanya kazi juu ya karatasi. Ulama ni kalamu za maqadir, yamhu Allahu ma sha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab, anafuta Mwenyezi Mungu na kuandika analolitaka, na kitabu na daftari liko kwake. Hizi kalamu alizisikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zikifanya kazi, lakini kulikuwa na nuru ambayo hawezi Bwana Mtume kuisifia, na wala ule mkunazi aliouacha Bwana Mtume mwenyewe alikiri, laysa hunaka ahadun yastati'u an yasifaha haqqa sifatiha, hakuna mtu anayeweza kuupa sifa yake. Sio mkunazi huu ambao tumeuzoea kuona wa miba na kunazi zake, anaujua mwenyewe, umeitwa sidra, neno lile lile la mkunazi, lakini anaujua Mwenyezi Mungu ulivyo. Mtume akasema hakuna mtu anaweza kuusifia. Asikia sasa Allah anaongea naye, lakini ya Mwenyezi Mungu sio mazungumzo yangu mimi, kwa mazungumzo aliongea Mwenyezi Mungu na mtume wake ni mazungumzo ambayo hayana herufi, ni mazungumzo ambayo hayawezi kupokewa na masikio tu, bali kila sehemu ya tundu ya nywele na umalaika wa Bwana Mtume ulikuwa ukiyasikia na kuyapokea maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini zilianza salamu, assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, amani iwe juu yako wewe mtume mtukufu wa daraja, na rehma za Mwenyezi Mungu na baraka zake. Sikiliza jawabu ya salamu ya mtume. Mtume alikuwa ajibu na yeye alayhi salam, si ameambiwa kwa kafu, na kafu ulama ulbalagha wanasema ni harfu khitab, ni herufi ya kuambia wewe, assalamu alayka anta, wewe, amani iwe juu yako wewe Muhammad. Yeye alikuwa asema alayhi salam, ndiyo ya Rabbi iwe juu yangu mimi, wa ala ali baiti, na watu wa nyumbani kwangu, wa Fatima binti, na Fatima binti yangu nampenda sana, ziwe kwetu sisi tu peke yake amani hizo. Lakini mtume hakusema hivyo, akasemaje? Assalamu alaina ay ma'ashira al-anbiya jamia, ya Rabbi, salamu hizo na amani hizo zituenee sote mitume uliotutuma kuanzia Adam mpaka mimi wa mwisho. Mbona sisi hujatutaja ya Rasulullah? Umetaja ndugu zako mitume tu. Bwana Mtume haja tusahau,
akasema wa ala ibadillahi salihin, Allahumma ij'alna minhum. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salih, amani iwe juu yetu mitume na waja wote wa Mwenyezi Mungu wema, na Mungu atujalie ni hao waja wema. Vipi mtume hakuwa na umimi, maradhi mabaya ambayo kila mmoja leo anapigana na nafsi yake asiwe nayo? Ukifika mahali ukiona mambo mazuri utatamani asije yoyote mwingine, uyapate wewe tu, na kama hukuyapata basi awe mkeo, mwanao na watu wa familia yako. Ukipata madaraka, wa kwanza unawakumbuka watu wako. Ukipata cheo, wa kwanza unakumbuka familia yako. Ukipata jambo lolote, nafsi yako kwanza, alafu watu wa karibu nawe. Mtume SAW hapa aliwakumbuka ndugu zake, jambo ambalo ni tofauti na viumbe wengine ambavyo Mungu amewajalia katika dunia hii. Habibun wa mahbubun fama tamma thalithun. Anasema hapa sasa ndipo walipokutana mpenzi na mpendwa, hakuna watatu wao, Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mtume akataja baadhi ya sifa walizopewa ndugu zake. Ya Rabbi, umewapa mitume wenzangu hayo. Akataja Ibrahim, khulla, ule ubui. Wanasema ubui ni urafiki wa ndani zaidi ya rafiki. Maana Mwenyezi Mungu anasema watakhadha Allahu Ibrahima khalila. Ibrahim ni rafiki wa Mungu, Mungu ana rafiki wake Ibrahim. Hata siku ya kufa Ibrahim alipoambiwa siku yako imefika, roho inatakiwa, akamwambia Israel, kamuulize Mungu, har raaita khalilan yumitu khalilahu, je, umemuona wapi rafiki anamuua rafiki yake? Unataka kuniua ya Rabbi? Si ulisema mimi rafiki yako, mbona unaniua? Mwenyezi Mungu alipopewa salamu na Israeli, kaambia mrudishie salamu, mwambie har raaita khalilan yakrahu liqaa khalilihi, umemuona wapi rafiki anachukia kwenda kuonana na rafiki yake? Mimi namuita yeye hataki. Sasa alipokuja kaambia Mungu anakuambia rafiki atakataje mwito wa rafiki yake? Kaambia basi chukua roho, unaenda kukutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukampa Musa uwezo wa kuongea nawe, ukampa Isa miujiza mikubwa, kila mtume anata, basi akaambia wa anta ittakhadhtuka habiban, nimekufanya kipenzi changu Muhammad, bihaithu la yudhkaru ismi illa wa ma husmuk, jina langu halitotajwa duniani ila litatajwa pamoja nawe. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nimekupa kauthar, nimekupa mto ambao inna a'tainaka al-kauthar, nimekunyanyua utajo wako, wa rafa'na laka dhikrak, nimekikunjua kifua chako, alam nashrah laka sadrak, nimekutakasa wewe mzima, wa innaka la ala khuluqin adhim, wewe ni mtu ulofika katika tabia ambayo hajafika kiumbe yoyote mwingine. Anasemaje Ahmad Shauqi kuhusu tabia? Anasema faqawwim an-nafsa bil akhlaqi tastaqim, salahu amrika lil akhlaqi marji'uhu, kutengea kwa jambo lako, uzuri wa mambo yako yote reference yake ni tabia nzuri. Salahu amrika lil akhlaqi marji'uhu faqawwim an-nafsa bil akhlaqi tastaqimi, ipige msasa nafsi yako kwa kutumia silaha ya tabia nzuri, utajiona umekaa sawa. Bila ya tabia wewe Muislamu huna Uislamu wa haja, kwa sababu Mtume anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, Muislamu alokamilika imani yake ni mzuri wa tabia. Nimekuchagua kipenzi na nimekuita hapa, nakupa 50 salawat, kaswali wewe na umma wako. Vipindi 50 vya sala ndugu zangu, ingekuwa ndivyo vilivyotufikia ingekuwaje? Leo hivi vipindi 5 vya sala tu, kuna watu wanatamani ingetoka tangazo, jamani pumzikeni msisali tena, basi mshasali muda mrefu. Ungeona watu wakisherehekea mabarabarani, nini hakuna tena sala. Lakini Mtume anasema as-salatu kahful mu'min, sala ndo mahala pa kupumzika kwa Muislamu. Lile pango lile la suratul Kahf, wale watu wa ajabu waliacha majumba yao, tena walikuwa watoto wa mawaziri, watoto wa matajiri, watoto wa kifalme,
na nyumba za wafalme tunazijua, maisha yao ya tarafu tunayajua, lakini waliamua kuacha majumba yao wakaenda zao kukaa katika pango. Hakuna umeme, hakuna maji, hakuna zulia, hakuna chochote, na pale wakawa wana furaha zaidi kuliko walivyokuwa wakiishi katika majumba yao. Imani inafanya maajabu makubwa. Fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa tara ash-shamsa idha tala'at tazawaru an kahfihim dhata al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhata ash-shimali wa hum fi fajwatin min dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Hidayah ikikufika wewe, watu kufikiria kama una wazimu, unaacha nyumba yako, unasimama usiku, unatoa pesa zako, unapoteza wakati wako, eti dini tu. Dini gani hiyo? Kumbe umeshauonja utamu wa iman. Halawatul iman, inna lilimani halawatu, imani ina utamu wake. Na ukimwona mtu katika upande huo ujue ameshaonja, dhaqa halawatal iman, ule utamu wa iman ameshauonja zamani. Saad alipouonja utamu wa iman, mama yake anamwambia ukfur bi Muhammad, mkufuru Muhammad yewe Saad. Akamwambia mama, siwezi. Akamwambia basi nitakaa na njaa mimi mpaka nife, upate aibu kwamba yule alimwacha mamake akafa njaa kwa Uislamu wake. Kama hutaki kurudi katika ukafiri, mimi sili chakula. Mama akaanza siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, akawa sasa anataka kufa. Saad akamwambia mama, kula, utakufa bure, mimi sibadili dini baada ya kupata dini ya Muhammad. Akamwambia mwanangu, unataka nife? Lakini akamwambia naam, tena sio roho moja. Lau Mungu amekupa roho 100 basi nitazitizama hivi zikitoka moja baada ya nyingine, lakini kumkufuru Muhammad siwezi. Yule aliyemweka tumboni miezi 9 hakumsikiliza kwa utamu wa imani, kwa sababu anajua la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khalq. Hiyo ndo kaida dhahabia, hakuna kumsikiliza kiumbe katika kumaasi muumba abada. Sala 50 hizi Nabii Musa alitusaidia. Ingekuwa leo baada ya kila dakika 5 adhana na iqama, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Lakini alipokuja mtume kwa Nabii Musa akamuuliza, madha fa'ala rabbuk, Mungu amekupa nini? Akamwambia amenipa vipindi 50. Ukasali wewe na umma? Naam. Akamwambia irji fas'alhu at-takhfifa li anna ummataka la tutiqu dhalik, rudi haraka kamwambie Mungu akupunguzie, hawawezi kusali vipindi 50. Kana kwamba alituona hivyo vipindi 5 tu wanasema nanga zinapaa, kwa sababu kuna watu hawasali isipokuwa Ijumaa peke yake, vipindi 5. Wengine hawasali mpaka siku ya Ramadhani, wengine hawasali mpaka Idi ndio wanasali, wengine hawasali mpaka babake au mamake afe, anakuja msikitini kumleta aswaliwe na sala ile, yeye ndo anaingia anamsalia babake. Na wengine hata huko kuwaswalia baba zao hawaswali, wanakuja mara moja tu katika misikiti, tena sio kuja kuswali, wanakuja kuswaliwa wao siku ya vifo vyao. Ingekuwa vipindi 50 ingekuwa. Basi mtume akamuangalia Jibril kana kwamba anamshauri, unasemaje anayoyasema huyu bwana? Akaambia kama unaweza rudi kwa Mola wako. Akarudi tena, ya Rabbi nipunguzie. Vikapunguzwa vikawa vipindi 5. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi na zawadi hii. Mwenye kukataa kusali amesema sitaki zawadi yako ewe Muhammad. Lakini kuna jambo kubwa moja ambalo Mtume aliliona katika usiku huu. Raa aqwaman baina aydihim lahmun nadijun tayyib, aliona watu mbele yao kuna nyama nzuri inanukia, walahmun khabithun nay, na upande mwingine huku kuna nyama mbovu inanuka. Kuna nyama mbili, moja inanuka nyingine inanukia. Fakanu yakuluna min alkhabithi nay wa yatrukuna aljamila at-tayyib. Hawa watu walikuwa wakiacha nyama iliyoiva inayonukia, wakala nyama inayonuka inayotoa wadudu, ndo chakula chao.
wanakula tena kwa kupapia. Mtume akashangaa, akamuuliza rafiqur rihla Jibril, man haula, hawa nini hawa? Hivi hawaoni nyama nzuri ile inanukia pale, wakala wanakula mbovu inaotoa wadudu? Asema haula izunatu, hawa ni wazinzi, wazinifu ambao huacha wake zao wa halali wakenda wakastarehe, eti wanaenjoy na wanawake wa nje. Ndo hali zetu sasa hivi katika miji yetu, tena miji mikubwa kama hii. Ndo hatari kubwa. Huwezi kupita hatua utaona uchafu unatendeka, ayana dhahir. Na umalaya imekuwa ni international business, ni biashara ya kimataifa. Na wamalaya wenyewe wanasema give what you have to get what you want. Toa kile ulichokuwa nacho upate kile unachokihitaji. Sasa mimi nina kitu gani? Anajifanyia biashara yeye kwa yeye. Uislamu nasema alhurra tamutu ju'an wala taakulu bithadiyaiha. Mwanamke muungwana anakufa njaa, lakini hali kwa kutumia kifua chake, hali kwa kutumia uzuri wake. Lakini leo uzinifu kila pembe, kila kiwanja, kila nyumba, watoto wa haramu. Na utaona watu wanagombania na kujivunia watoto wao wa haramu. Sema leo nina harusi ya mwanangu. Yule mwanao, yule ndo mwanangu wa mazoezi wakati nilipokuwa nafanya mazoezi. Eti kuna watoto wa mazoezi, manake mtoto wa nje ya ndoa. Hapo alikuwa anafanya mazoezi ndo akapata mtoto yule. Mwanawe wa mazoezi leo kamuozesha. Na hawa watoto wa mazoezi wameenea katika kila pembe ya nchi zetu, kila pembe ya jamii yetu. Kwa ajili hiyo tujifunze kurudi, tuache zina ili tupate kula nyama nzuri iliyoiva. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu atujalie watu wenye kuyapokea mazuri na kuyafuata. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba ya arhamar rahimin. Farij 'ala almuslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.